Karibu sana kwenye chaneli yako unayoipenda ya Official Khudhey Pi Updates, mahali ambapo tunakuletea taarifa muhimu, sahihi na za kina kuhusu maendeleo yote ya Pi Network kwa lugha rahisi na inayoeleweka kwa kila pioneer. Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye taarifa kuu, ni muhimu kwanza kuelewa maana ya smart contracts. Smart contract ni program au makubaliano ya kidigitali yanayojiendesha yenyewe ndani ya blockchain, ambayo hufanya kazi moja kwa moja pale masharti yaliyowekwa yanapotimia bila kuhitaji mtu wa kati. Kwa lugha rahisi, ni kama makubaliano ya malipo au huduma ambayo yanajitekeleza yenyewe kwa usalama na uwazi pindi tu vigezo vilivyowekwa vinapotimizwa. Sasa, leo tunayo update muhimu sana kutoka kwa Pi Core Team, ambapo wameanzisha uwezo mpya wa smart contract kwenye Pi Testnet, na hatua hii inaleta kitu kipya kabisa kinachoitwa subscription support, yaani mfumo wa malipo ya kujirudia kama vile usajili wa huduma mbalimbali. Kama tunavyojua, mfumo wa subscription ni moja ya mifumo inayotumika sana duniani leo katika biashara nyingi za kisasa kama vile huduma za streaming, e-commerce, software tools na huduma nyingine nyingi zinazohitaji malipo ya mara kwa mara. Hata hivyo, katika ulimwengu wa blockchain, mfumo huu umekuwa mgumu kuutekeleza kwa ufanisi kutokana na changamoto za kiufundi na usalama. Kupitia ubunifu huu mpya, Pi Network inalenga kubadilisha hilo kwa kuleta mfumo wa subscription unayotumia smart contracts, ambapo sasa developers na wafanyabiashara wataweza kujenga huduma zinazohitaji malipo ya mara kwa mara moja kwa moja ndani ya ecosystem ya Pi bila kuondoa udhibiti wa mtumiaji juu ya fedha zake. Hatua hii pia imejengwa juu ya maboresho yaliyofanyika hivi karibuni kwenye node na protocols za Pi Network ambayo yameandaa mfumo wa blockchain kwa ajili ya smart contracts. Pia kumekuwa na uzinduzi wa Pi Testnet RPC server ambao unawapa developers uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na data ya blockchain na kufanya majaribio ya application zao kwa urahisi zaidi. Ili kuhakikisha kuwa mfumo huu mpya wa subscription smart contract unakuwa salama na bora zaidi, Pi Core Team wametoa Pi Request for Comment ya pili inayojulikana kama Pi RC2. Kupitia Pi RC2, developers pamoja na wadau wengine wanapata nafasi ya kuchunguza kwa kina muundo wa smart contract hii, kutambua makosa yanayoweza kuwepo au hali ngumu zinazoweza kujitokeza na kutoa mapendekezo ya maboresho kabla ya kupelekwa rasmi kwenye mainnet. Zaidi ya hapo, smart contract hii pia inafanyiwa ukaguzi na taasisi huru za usalama ili kuhakikisha kuwa inakidhi viwango vya juu vya ulinzi na uaminifu. Sasa tuangalie jinsi mfumo huu wa subscription unavyofanya kazi. Smart contract hii inaruhusu developer au mfanyabiashara kuweka mfumo wa malipo ya mara kwa mara ndani ya application au biashara yake, ambapo malipo hayo yatafanyika kupitia blockchain ya Pi, huku mtumiaji akiendelea kuwa na udhibiti kamili wa fedha zake. Kipengele muhimu sana hapa ni kwamba mtumiaji anaweza kutoa ruhusa ya kiwango fulani cha fedha kitumike kwa ajili ya subscription bila kulazimika kuthibitisha kila malipo yanapofanyika. Kwa mfano, unaweza kuruhusu malipo ya kila mwezi kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hata hivyo, fedha hizo hazitolewi zote kwa pamoja, bali zinabaki kwenye wallet yako hadi pale malipo yatakapochakatwa. Hii ina maana kuwa mradi tu wallet yako ina salio la kutosha wakati wa malipo yanapohitajika, subscription yako itaendelea kufanya kazi bila hitaji la kufunga fedha zote mapema au kupoteza udhibiti wake. Ubunifu huu ni muhimu sana katika ulimwengu wa Web3 kwa sababu mifumo mingine ya blockchain imekuwa na changamoto kama vile kuhitaji uthibitisho wa kila malipo, kutumia mifumo ya nje ya blockchain au kuhitaji miundombinu ya ziada ambayo huongeza ugumu kwa watumiaji na developers. Kwa upande wa Pi Network, wamechagua njia tofauti ambayo inarahisisha matumizi huku ikihifadhi usalama na uhuru wa mtumiaji juu ya fedha zake, jambo ambalo ni msingi muhimu wa blockchain. Kwa sasa, mfumo huu bado uko katika hatua ya majaribio kwenye testnet, na lengo kuu ni kwa developers kuanza kuujaribu, kugundua mapungufu yoyote na kusaidia kuboresha kabla ya kuletwa rasmi kwenye mainnet. Hii ni nafasi muhimu sana kwa jamii ya Pi kushiriki moja kwa moja katika kujenga mustakabali wa ecosystem hii. Kwa ufupi,
Update hii inaonyesha wazi kuwa Pi Network inaendelea kujenga msingi imara wa matumizi halisi ya blockchain katika maisha ya kila siku, hasa katika huduma zinazohitaji malipo ya mara kwa mara. Na hii inaweza kufungua milango mingi ya fursa kwa biashara na watumiaji ndani ya ecosystem ya Pi. Hivyo basi, tumeshuhudia uzinduzi wa subscription smart contract kwenye testnet, kuanzishwa kwa Pi ERC2 kwa ajili ya mapitio na maoni ya jamii, pamoja na mbinu mpya ya kiufundi inayowezesha malipo ya mara kwa mara bila kupoteza udhibiti wa fedha za mtumiaji. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami kwenye Official Kuthei Pi Updates. Usisahau kufollow na kushare ili wengine pia wapate taarifa hizi muhimu. Na hadi wakati mwingine, tuendelee kufuatilia kwa karibu maendeleo ya Pi Network.